Joel. Tupo naye sambamba kabisa katika kipindi hiki, lakini pia naye Michael Emmanuel ambaye ni mdau wa utekelezaji wa mtoto. Ni kwa namna gani elimu ya awali imezingatia mahitaji ya mtoto. Tukianza moja kwa moja na mzazi ambaye Joel, mkazi wa hapa Bariadi, nina watoto 4. Okay. Tunafahamu kwamba una watoto 4. Natamani kujua pia kutoka kwako, ukiwa ni mzazi, watoto wako wote hao wamepita shule za awali ama yakuaje? Watoto wangu wale wawili wa mwanzoni, maana mmoja ana miaka 10, mwingine ana miaka 8. Wamepitia elimu ya awali. Okay. Huyo wa kwanza na wote hao 4 walienda awali wakiwa na umri gani? Wameenda wakiwa na umri wa miaka 3. Okay. Na baadaye ukawapeleka darasa la kwanza? Baadaye nikawapeleka darasa la kwanza. Okay. Ni kitu gani ambacho kilikufanya wapeleke watoto hao shule za awali? Karibu. Kilichonifanya niwapeleke watoto kuanzia kilicho ni sukuma niwapeleke watoto awali wakiwa na miaka kuanzia 3. Ni kwa sababu mtoto akianza kusoma akiwa mdogo, unamjengea uwezo, unakuwa unamjengea uwezo wa kuanza kuelewa mapema. Yaani anakuwa anaelewa taratibu. Kwa mfano wanangu wanapoanza wakiwa na miaka 3. Kuanzia miaka 3, miaka 4, 5, yote hiyo ni miaka ya chekechea. Okay. Miaka 6 wanaanza darasa la kwanza, lakini naona wanangu wanakuwa vizuri. Okay. Kuna mabadiliko gani ambayo uliyaona baada ya kuwapeleka shule ya awali? Kuna umuhimu gani wa kupeleka watoto shule ya awali? Hapana, kuungana nao moja kwa moja uweze kuwasikiliza. Siwe machungu, natamani kufahamu kutoka kwako kwamba mmewahi kukutana na kesi za mzazi ama mlezi kutompeleka mtoto katika elimu ya awali. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Kimsingi kesi kama hizo zipo, zinatokea kwa sababu ya uelewa. Wazazi wengi unakuta hawana uelewa wa umuhimu wa kuwapeleka watoto katika elimu ya awali ya msingi. Na mlipokutana na changamoto hizo mliwasaidiaje hao wazazi? Kimsingi kazi kubwa tunayoifanya ni kuelimisha wazazi. Tunaeleza umuhimu wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, ambapo katika swala zima la elimu ya awali ni msingi mkuu wa mtoto kuweza kujifunza vitu mbalimbali ili atakapoanza elimu ya msingi basi tayari awe na ufahamu wa vitu vya kuanza navyo. Baada ya kugundua kwamba kuna changamoto hiyo, ni hatua gani ambazo zinachukuliwa sasa? Kimsingi hatua tunazochukua ni nyingi. Kutoa elimu kwa jamii kupitia makundi. Kwa kweli programu hii imekuwa chachu kwenye jamii yetu. Kimsingi imeleta ufahamu, lakini pia inaturahisishia sisi wadau au maafisa kukutana na wananchi. Kwa mfano, kuna wakati tulishakaa kikao pamoja na wamiliki wa daycare center ambao wao wanapokea watoto wa kuanzia miaka 2.5 mpaka 5. Ambao kimsingi tunawapa ABCD ni namna gani ya kulea watoto, ni namna gani watoto kwa wajifunze kupitia picha, nyimbo, maumbo mbalimbali. Kwa hiyo kimsingi programu hii imetusaidia sana. Kuna msikilizaji anaweza anatusikiliza nje, anataka kujua hii programu gani? Karibu tueleze. Asante. Programu hii ni programu jumuishi ya taifa ambayo inahusu malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, ambayo imelenga kuanzia miaka ya mtoto mwenye miaka 0 mpaka miaka 8. Okay. Baada ya kulifahamu hilo, kuna wazazi sasa ambao hawajui namna ya kutofautisha kati hivyo vitu viwili. Karibu. Kimsingi tunaposema elimu ya awali ni kwamba ni elimu ya ngazi ya kwanza ambayo mtoto mwenye umri kati ya miaka 3 hadi 5 anaweza kuipata. Sasa anaweza kuipata katika mazingira gani? Kwanza kuna taasisi inayolenga kutoa elimu ya awali pekee, ambazo pia hapo ndo zinaingia daycare center, ambazo tunasema ni vituo vya kulelea watoto wadogo mchana. Lakini pia kuna taasisi iliyosajiliwa kama shule ya awali pekee. Lakini ya tatu ni darasa la elimu ya awali katika shule ya msingi. Kwa hiyo mzazi anaweza kampeleka katika aina hizi za nini jamani, aina hizi za shule. Lakini ukiangalia wote wanakuwa na vitendo vya ujifunzaji vinavyofanana na vinavyozingatia matakwa ya kisheria. Kimsingi vyote mafunzo ya awali yanafanana. Asilimia kubwa wanafundisha kupitia maumbo, kupitia picha, kupitia nyimbo. Yote mafunzo yanafanana. Okay.
Sasa kuna baadhi ya shule ambazo unakuta hakuna hivi vifaa vya ujifunzaji wa wanafunzi. Kunaweza kumwasili vipi mtoto huyo anapokuwa darasani anajifunza? Karibu. Asante. Tumetembelea shule na vituo vingi. Kiukweli vitu vya kujifunzia si lazima vitoke mbali, ni vile ambavyo vinatoka kwenye mazingira yetu. Wakati mwingine tunaweza kutengeneza vya kujifunzia kupitia mabunzi ambayo yapo kwenye jamii zetu, yanapakwa rangi, watoto wanahesabu. Lakini pia kuna vizibo vya juisi ambavyo tunavitengeneza katika namna ubunifu ambavyo watoto wanaweza kujifunza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo kwenye jamii na shule nyingi tumetembelea, vitu vya vipo. Nani ana jukumu basi la kuambia hao wazazi na walezi waweze kutengeneza zana za ujifunzaji ambazo zinapatikana kwenye jamii? Kimsingi ni jukumu la sisi wote ambao tayari tuna ufahamu wa nini ambacho tunapaswa kukifanya kwa watoto wetu, kwamba ni jukumu la maafisa ustawi kwa ujumla, wadau wote ambao wanahusika na watoto. Tunapaswa kuelimisha. Baada ya kugundua kwamba kuna changamoto baadhi ya shule ambapo kuna baadhi ya zana za ujifunzaji kwa watoto hazipo, mmewahamasisha walimu kuhusiana na swala hilo? Hilo limekuwa ni sehemu ya majukumu yetu kila siku tunapoenda kutembelea, kuwaelimisha kwamba wakati mwingine wanahisi kwamba vitu vya kujifunzia lazima vinunuliwe kwa gharama kubwa, lakini vile ambavyo tunaweza tukatengeneza wenyewe kwenye mazingira yetu na vikawasaidia watoto. Kwa hiyo tunatembelea, tunaelimisha, hiki kimepungua, tuwe hiki picha tunaweza kupenda, kitu tunaweza tukachora, tukazibandika, tukapaka rangi, watoto wakazifurahia. Okay. Msikilizaji, una nafasi ya kuendelea kututumia ujumbe kupitia nambari ya kutuma ujumbe ambayo ni 0710744633. Dondosha ujumbe wako hapo nasi tutausoma kwa uzuri kabisa kulingana na hayo yote ambayo yanazungumzwa hapa ndani. Lakini kama una swali lako lihifadhi, kama una nafasi ya kupiga simu utatupigia simu hapo baadaye kupitia nambari ya kupiga simu ambayo ni 0615737754. Twende sambamba mpaka majira ya saa 3 kamili za asubuhi.